Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, leo tarehe 4 ya mwezi wa 6 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Francisco Caracciolo, padre na mwanzilishi wa shirika. Francisco alizaliwa tarehe ya 13 mwezi Oktoba mnamo mwaka 1563 Abruzzi, Italia. Tangu akiwa mdogo, Mtakatifu Francisco alionekana kuwa mtu mwenye moyo wa ibada. Akiwa kijana, alipata ugonjwa wa ngozi uliofanana na ukoma. Lakini alipofika umri wa miaka 22, alijitoa kabisa kwa Mungu, akiweka ahadi kuwa akipona atamtumikia Mungu maisha yake yote. Baada ya kuweka kiapo chake, mara akaponywa kabisa ugonjwa wake. Hakika Mungu alimjalia neema kwa kumwonyesha upuuzi wa anasa za dunia, na baada ya kupona aliwagawia maskini mali zake zote. Akaanza kufundishwa elimu ya upadre. Mnamo mwaka 1587 alipewa daraja takatifu la upadre. Mnamo mwaka 1589 yeye pamoja na Mtakatifu Yohane Agustino Adono walianzisha shirika la kitawa wanaoishi maisha ya nje na ndani, ambao hawakuruhusiwa kuwa mapadre, bali waliabudu Ekaristi takatifu masaa 24 na waliishi maisha ya kujinyima. Waliweka nadhiri 3 za kitawa. Wakati anaweka nadhiri, alichukua jina la Mtakatifu Francisco, akawa mkuu wa shirika wa kwanza. Hapo awali aliitwa Ascanio. Alifanya safari 3 kwenda Hispania kuanzisha nyumba za kitawa huko Madridi, Valladolid na katika mji maarufu wa Alcala, ambako watawa hawa walifundisha sayansi. Mtakatifu Francisco alikuwa ndugu wa Thomas wa Aquino kwa upande wa mama yake. Mtakatifu huyu alifahamika kwa usafi wake wa moyo, urafiki wake na maskini, maisha ya kujitesa, akitembea kila wakati kwa miguu, huku akiomba chakula kwa ajili yake na kwa ajili ya maskini. Mungu alimjalia kipawa cha kutabiri na cha kusoma mioyo ya watu. Mtakatifu Francisco alijulikana kwa kubuni vituo 7 vya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na alifariki dunia tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 1608 akitabasamu na kusema, haya, twende mbinguni. Wakati akiwa hai alitenda miujiza mingi. Wengi waliponywa ghafla, na zaidi mno alijishughulisha kuwaongoza wakosefu wapate kutubu. Na mnamo mwaka 1807 alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Pio wa 7. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Francisco Caracciolo. Kadiri unavyozungumza na kufanya urafiki na washauri wa kiroho, kadiri hiyo hiyo furaha yako itakuwa kubwa kwa Mungu. Rejea ya Mtakatifu Inyasi wa Loyola. Watakatifu wengine tunaowakumbuka siku hii ya leo ni watakatifu Kotrida na Krista, watakatifu Optatus, askofu wa Algeria, watakatifu Sofia, Dilibamonia, Bistamonia na Mtakatifu Alonius, padre mkaapweke wa Misri.
Mtakatifu Francisco Caracciolo, padre na mwanzilishi wa shirika, utuombee.